soft blanketi, relax, Kikoi Masai kwa bei poa. Karibuni sana wateja, karibuni sana. Jimmy Stationers kwa huduma ya printing, color, black and white. Tina Rosemary kwa ajili ya kukuza nywele, kujaza nywele kwa haraka, kuondoa mba na miwasho kichwani. Karibuni sana. Ndugu mteja, ingia ndani, jipatie cheni. Jipatie simu za smart kwa mkopo hapa. Jipatie simu za smart kwa mkopo hapa. Jipatie simu za smart. Kelele hizi za mziki na kelele hizi za matangazo ndani ya manispaa ya Iringa, hususan katika maeneo ya Miomboni na maeneo mengine ya biashara, zimekuwa ni kelele za kawaida kusikika masikioni mwa wananchi wanaopata huduma katika maeneo haya. Ndiyo, yawezekana ni ubunifu mzuri ambao wafanya biashara wameufanya, lakini ubunifu huu, nini changamoto kwa watu wengine ambao hawahitaji huduma hizo ama wanafika katika maeneo hayo kupata huduma? Nikukaribishe mtazamaji wa Matukio Daima katika makala haya fupi yatakayoangazia ukiukwaji wa sheria za Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC katika halmashauri ya manispaa ya Iringa ambao unafanywa na wafanya biashara. Mimi ni Francis Godi. Wakazi wa manispaa ya Iringa wanapata nafasi ya kuzungumzia juu ya swala zima la kelele ambazo zimekuwa zikijitokeza katika maeneo ya biashara, na wakati mwingine kelele hizi wanazitafsiri kama ni sehemu ya usumbufu mkubwa masikioni mwa wakazi wa manispaa ya Iringa, hususan wale wanaofika katika maeneo ya biashara. Naitwa Ponsiano Kayage, ni mkazi wa manispaa ya Iringa. Kwa kweli hizi speaker ni kero sana kwa wananchi ambao wanapita maeneo haya ya biashara, kwa sababu unakuta kila baada ya duka moja au maduka mawili kunakuwa kuna speaker ambazo kwa kweli zinawakera sana walaji. Sasa ukizingatia na mkoa wetu, mji wetu wa Iringa ndio kitovu cha utalii upande wa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo tuna wageni na tunategemea kuendelea kuwa na wageni wengi sana. Sasa hii inaweza ikawa kero sana hasa kwa watalii. Kwa hiyo itapendeza kama manispaa wakidhibiti hizi kelele zinazotokana na hizi speaker, na tufanye kama walivyofanya wenzetu kudhibiti wa jiji, kwa mfano la Dar es Salaam. Wao mtu akiwa na speaker, akiona yeye ni muhimu kuwa na speaker, basi lazima alipe kodi. Sasa tukifanya hivyo, ninaamini kabisa tutadhibiti hizi vurugu za maspika na makelele kwenye mji wetu. Asante. Naitwa Janet Nixon Kiaga, ni mkazi wa Iringa na vitongoji vyake. Mimi naona serikali iweke utaratibu mzuri wa kuzuia wote ambao wanachafua mazingira kwa kuruhusu matangazo au uchafuzi wote wa mazingira, kwa hususan wafanyabiashara wote walipo manispaa ya Iringa, kwa sababu wanachafua mazingira, wanaweka matangazo holela ambayo hayasaidii kitu chochote na hayaingizi mapato yoyote katika nchi yetu. Pia kwa hizo kelele ambazo zinapigwa kwa hususan kwa maeneo ya Miomboni na maeneo mengine yanayopigisha hizo kelele, mimi naomba serikali iweke sheria maalum. Kwa mfano, wale ambao wanataka wanataka makelele yapigwe, waombe vibali vyao viweze kuingiza pato la nchi. Au wote ambao hawana vibali wakatoze kabisa kuruhusu matangazo yake, na makelele yanaweza kuisha kwa staili hiyo. Hata hivyo, kwa upande wao wafanya biashara wenyewe wanaeleza kwa nini wanatumia speaker na loud speaker katika maeneo yao ya biashara. Magoyo ni mfanyabiashara mdogo na nafanya kazi ya library. Kwa kazi yetu sisi, bila kuwa na loudspeaker nje, tuseme ni speaker ya matangazo, hauwezi kufanya kazi. Maana wateja wanataka kusikia kile ambacho kinatangazwa kwenye speaker ili waweze kusogea na kuweza kupata huduma. Ila hivi hauwezi kupata wateja, kwa sababu mteja anasikiliza kile kitu ambacho kinatangazwa
ulichonacho kinachouzwa, na ndipo atakuja kwa ajili ya kukuungisha. Hata hivyo, sheria ya usimamizi wa mazingira NEMC inaelezaje kuhusiana na tafsiri ya kelele? Kwa mujibu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, zifuatazo ni sheria na kanuni za udhibiti wa kelele na mitetemo katika mazingira. Kelele ni nini? Tafsiri ya kawaida, kelele ni sauti kubwa ya kuudhi isiyohitajika na inayosababisha hisia zisizofurahisha au kero kwa anayezisikia. Tafsiri ya kisheria, kifungu cha 3 sheria ya mazingira 2004, kelele ni kila uchafuzi usababishwao na sauti ambayo kwa asili inakataliwa au ile iwezayo kusababisha athari mbaya kwa afya ya binadamu, maisha au mazingira. Pia ni pamoja na sauti iwezayo kubainishwa na Kamati ya Taifa ya Viwango vya Mazingira. Vyanzo vya kelele. Kelele chafuzi husababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Shughuli hizo ni kama zifuatazo: ujenzi, nyumba au kumbi za starehe, shughuli za viwanda, nyumba za ibada, vyombo vya usafiri, magari ya matangazo na kadhalika. Athari za kelele. Wanafunzi kushindwa kujisomea, husababisha ulemavu wa usikivu, kuharibu mahusiano ya kijamii, kukosa usingizi, kuathiri mawasiliano, kukosesha wagonjwa na wazee mapumziko. Njia za kudhibiti sauti zilizozidi viwango na mitetemo. Wamiliki wa kumbi za starehe au burudani kutumia vidhibiti kelele au soundproof na vipima kelele au sound meter. Wamiliki wa biashara kuhakikisha wanapata vibali kutoka mamlaka husika vinavyoambatana na masharti ya uendeshaji wa biashara au shughuli zinazopelekea sauti zilizozidi kiwango. Mazingira, kuzingatia matumizi sahihi ya ardhi unapotaka kujenga kwa ajili ya shughuli inayozalisha sauti zilizozidi viwango. Sheria na kanuni. Sheria ya mazingira 2004 kifungu 106, si ruhusa kwa mtu yeyote kupiga kelele au kusababisha kelele kuzidi kiwango kilichoainishwa au kitakachobainishwa kuhusiana na upigaji kelele. Kifungu namba 6, litakuwa ni kosa kwa mtu yeyote kumwaga uchafu au kupiga kelele bila kuzingatia njia iliyobainishwa kuwa ni bora katika kanuni zinazoweza kutungwa na waziri. Namba 2, kanuni za usimamizi wa mazingira za viwango vya udhibiti wa kelele na mitetemo za mwaka 2015. Katika kudhibiti kelele na mitetemo, waziri mwenye dhamana ya mazingira kupitia kifungu cha 230 kifungu cha 2 cha sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 mwaka 2015 alitunga kanuni za usimamizi wa mazingira za viwango vya udhibiti wa kelele na mitetemo za mwaka 2015, tangazo la serikali namba 32 la mwaka 2015. Madhumuni ya kanuni hizi ni nini? Ni kuhakikisha ulinzi wa afya ya binadamu na mazingira kwa kudhibiti viwango vya kelele na mitetemo kutoka vyanzo mbalimbali vya kelele na mitetemo. Pia kubainisha viwango vya juu vya kelele vinavyoruhusiwa kutoka katika shughuli mbalimbali, kuweka udhibiti wa kelele na mitetemo na namna bora ya kuzuia athari. Viwango vya sauti vinavyoruhusiwa. Viwango vya kelele na mitetemo vilivyoruhusiwa na vinavyoweza kuvumilika kwa nyakati za mchana na usiku kwa mujibu wa kanuni ni hizi kama zifuatavyo. Katika mahali viwandani, muda na viwango vinavyoruhusiwa ni mchana kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Ni viwango ni 88 dBA, na usiku kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 12 asubuhi ni kiwango cha 65 dBA. Lakini pia katika maeneo ya makazi mchanganyiko au biashara na burudani,
Kiwango kinachoruhusiwa mchana kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili usiku ni 55 dBA, lakini pia kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 12 asubuhi ni 45 dBA. Mahali ambapo makazi, viwanda vidogo vidogo na biashara, mchana saa 12 kamili kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili usiku kiwango cha 65 dBA, na saa 4 usiku mpaka saa 12 asubuhi ni 50 dBA. Lakini katika maeneo ya biashara kiwango cha vinavyoruhusiwa kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili usiku ni 75 dBA, lakini pia saa 4 kamili usiku mpaka saa 12 kamili asubuhi ni 50 dBA. Katika maeneo ya hospitali, taasisi za elimu, kumbi za mikutano, makazi ya wazee, maeneo ya mapumziko, kiwango kinachoruhusiwa kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili usiku ni 45 dBA, na saa 4 kamili usiku mpaka saa 12 kamili asubuhi ni 35 dBA. Imetolewa na Mkurugenzi Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Ninafika ofisi za Manispaa ya Iringa kuweza kupata ambazo halmashauri ya Manispaa ya Iringa inapaswa kuweza kuzisimamia na inazisimamia au la. Karibu, endelea kufuatilia. Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, baada ya kusikiliza maoni ya wananchi na maoni ya watu mbalimbali, tunamtafuta mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa, lakini anawakilishwa na afisa utamaduni Manispaa ya Iringa Bwana Carlos ama Daktari Carlos Ndinda. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitaja, mimi naitwa Dr. Carlos Ndinda, ni afisa utamaduni, michezo na sanaa Manispaa ya Iringa. Karibu sana mtangazaji. Asante sana. Afisa utamaduni, kwamba tunataka kuweza kufahamu taratibu katika halmashauri ya Manispaa ya Iringa zikoje kwa mtu ama watu wanaohitaji kufanya matangazo mbalimbali hasa ya usuyo muziki. Ndugu mtangazaji, katika matangazo yote yanayohusiana na muziki, vibali vile vya kufanya haya matangazo vinatolewa na ofisi ya utamaduni. Sisi ndio tunaitoa, lakini utaratibu wa vibali vile ni kwamba yapo matangazo ambayo yanatolewa na mhusika anayepewa kile kibali lazima alipie, na matangazo yote ya PA yanalipiwa kwa mujibu wa sheria ndogo ya manispaa, wanalipia shilingi 40,000 kwa siku. Na utaratibu mzima wa namna ya kufanya matangazo yake, kibali kile kina maelekezo yaliyoelekezwa mle kwa mujibu wa sheria, kwamba wakati mhusika aliyepewa kibali kile anapopita kutangaza, anapopita kupiga muziki ule ambao unahamasisha watu watulie, alafu wanaposikiliza ndio wanapeleka message yake, utaratibu wake ni kwamba ni lazima kibali kile kimeelekeza kwamba anapofika maeneo ya kuabudia, maeneo ya misikitini, maeneo ya makanisa, maeneo ya mahakama, maeneo ya ofisi ambazo zinahitaji utulivu, maeneo hayo huwa kibali kimeelekeza kwamba anapaswa apunguze sauti. Okay. Na vibali hivi vinahusiana gani na baadhi ya wafanya biashara katika maeneo ya maduka na maeneo ya wazi ambao wanafanya biashara zao kwa kutumia matangazo kwa maana ya redio, loudspeaker na keza aina nyingi tu ambazo zinahusisha muziki? Ndugu mtangazaji, kimsingi ni kwamba wale wote wanaoweka speaker au loudspeaker ndani ya maeneo ya biashara, lile ni kosa, kwa sababu yeye mfanyabiashara mathalan ana duka lake. Pale dukani amepewa leseni ya biashara tu. Kwa hiyo swala la kuweka kipaza sauti au muziki, lile ni kosa, na kwa mujibu wa taratibu lile ni kosa, na kwa maana hiyo ni kwamba matangazo yote yanayokuwa yanapita, au yametulia au linatembea barabarani, lile linatakiwa lilipiwe. Kwa hivyo
watu wa ofisi ya utamaduni pamoja na ofisi ya biashara sambamba na mtu wa mazingira, wale wote tunatakiwa kufanya follow up ya pamoja ya kuhakikisha kwamba kama mtu anataka kuweka loudspeaker kwenye duka lake kwa ajili ya kutangaza, kwa sababu ile ni matangazo ya biashara kama matangazo mengine, kwa hiyo wanapaswa walipie, ni kosa lile. Na sasa tunafahamu kwamba sheria za Baraza la Taifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMC zinazuia hizo kelele katika makazi, kelele katika maeneo mbalimbali na mitetemo mbalimbali. Nyie kama manispaa Iringa hamjaona kwamba labda hii ni fursa kwa maana ya kuweza kuongeza mapato ya halmashauri ili hao wanahitaji kuweza kuweka hizo kelele waweze kulipia haya matangazo ya speaker, waweze kulipia au kusimamia vyema sheria kuzuia hawa wanaofanya hivi? Ndugu mtangazaji, jambo hili tulikwisha anza kulifanyia kazi. Kwanza tuliandika barua za kuwafahamisha kwamba wale wote ambao watakuwa tayari, kwanza tulifanya sensa ya kuwatambua ambao wameweka speaker ndani ya maduka yao, tukiwa tunashirikiana watu wa utamaduni, watu wa biashara pamoja na watu wa mazingira. Lakini baada ya kufanya ile sensa tulifika hatua kwamba wale ambao watakuwa wako tayari kulipia wajipambanue. Sasa wakati tunapofika kwenye kukamilisha hilo zoezi, yakaingilia mambo mengine ya majukumu mengine tofauti na haya, yakawa yametudisturb kidogo, lakini tumeshajipanga kabisa juu ya hilo kwamba na hapa katikati tulikuwa na shughuli za mwenge. Kwa hiyo tulisubiri kwanza lipite hilo, tulikuwa tena na ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri kwanza hali ya mazingira itulie, majukumu mengine ya kitaifa yapite. Baada ya hapo ndo tuanze kuliingilia hilo jambo. Ni kweli kabisa watu wamekuwa kilalamikia, na ni kweli ni kama ulivyoeleza ndugu mtangazaji, kile ni chanzo kabisa cha mapato. Manake na wale kuna baadhi yao baada ya kuwahoji walikuwa wako willing kuja kuendelea kutangaza kwa kupitia kulipia. Na mnategemea kwamba utekelezaji wake utachukua muda gani? Kama utekelezaji wa kuondoa wafanyabiashara katika maeneo yasiyo rasmi tayari umetekelezwa, kwa nini lisiende sanjari na hili? Hili kama nilivyoeleza ndugu mtangazaji kwamba tulikuwa tuna matukio ya kitaifa yaliyokuwa yamefurulizana. Tulikuwa tuna ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumetoka hapo tukawa na kazi ya mwenge, na hata hivi sasa kesho tunafanya ufunguzi wa michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA kitaifa. Kwa hiyo lakini sheria hizi za NEMC kwamba zijaanza jana wala juzi, ni sheria ambazo zilikuwepo siku nyingi. Mlikuwa mnasubiri ugeni huo uje ndipo mwanze kufikiri lini mnafanyia kazi? Hapana. Kama nilivyokueleza kwamba jambo hili tulishaanza kulifanyia kazi. Ndio maana utaona kwamba barua wale baadhi ya wafanyabiashara wanazo barua ambazo walishakuwa wamepewa barua za kusitisha zoezi la kupiga muziki kwenye biashara zao. Na sisi kwa nini sisi watu wa utamaduni tulishirikiana pamoja na watu wa biashara? Tunasema hivi kwamba mtu wa biashara mtu wa biashara anampa tu leseni ya biashara, lakini kama mtu anataka kumiliki shughuli ya muziki na kufanya, manake ile ni shughuli nyingine na ina utaratibu mwingine. Kwa hiyo masharti ya mtu wa leseni yeye hana mandate ya kuendelea tena kumpa leseni alafu apige na muziki. Lakini sasa kama nilivyoeleza kwamba nimeshaeleza awali kuwa tulishakuwa tumelianza ile zoezi. Kwa hiyo shughuli hizi za kitaifa ziliingilia tu, lakini tulishakuwa tumeanza nao. Na mtazamaji wa Matukio Daima, basi hayo ni majibu kutoka halmashauri ya manispaa Iringa juu ya kuanza utekelezaji kwa wale ambao wanapiga miziki katika maeneo ya biashara, wale ambao wanapiga kelele katika maeneo ya biashara. Natambua kwamba kwa mujibu wa ofisa utamaduni kwamba biashara ambayo imeiombea leseni ni biashara ya nguo. Sasa kama unapiga mziki ni nje ya biashara ile ya nguo, inatakiwa uweze kuomba kibali cha kupiga mziki, kuomba kibali cha kufanya matangazo ya mziki. Sasa
Kibali kuna utaratibu wake, kwa siku, kwa mwezi, kwa mwaka. Utaratibu wa vibali upo ndani ya manispaa ya Iringa. Kwa hivyo wale wanaotamani kwamba biashara zao zikawa zinahusisha muziki, basi kufika ofisi za utamaduni manispaa ya Iringa ili kuweza kupata kibali cha kupiga muziki, lakini kwa kufuata taratibu ambazo zipo katika kibali. Maeneo ya ibada, maeneo mahakamani, maeneo hospitalini na maeneo yanahitaji utulivu, usifanye hivyo. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.